muda mwafaka kabisa msikilizaji kwa matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo, mimi ni Karurobi. Natumai umeshinda salama msikilizaji, nami ni Martha Saranga. Tulionayo katika Dira ya Dunia: mashambulizi yaliyofanywa na Iran yameharibu viwanda kadhaa vya nishati ya mafuta na gesi katika mataifa kadhaa ya Ghuba, huku Iran ikiapa kuendelea kufanya mashambulizi. Marekani na Israel tokea mwanzo wa vita hazikuwa zimejiandaa au hazikuwa zimetarajia kwamba Iran itaweza kuonyesha uhimilivu wa kuhimili vita hivi kwa muda huu sasa ambao umeshaingia katika wiki yake ya 3. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kupunguza uhasama kati yao baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington, Marekani. Benki ya Dunia imeipiga marufuku kampuni ya PricewaterhouseCoopers kwa muda wa miezi 21 kutokana na vitendo vya ufisadi na udanganyifu. Wanautuma ujumbe kwa wawekezaji wa kimataifa kwa mfumo wa uangalizi, tunauita ile oversight, kwamba unafanya kazi, na hii inaweza kuongeza imani hususan kwa wawekezaji ambao wanazingatia maadili, lakini kuwaonyesha kwamba vitendo vya rushwa vitagunduliwa au vitabainika endapo watavifanya kwenye mataifa ya Afrika. Na serikali ya Uingereza itaongeza ufadhili kwa shirika la utangazaji la BBC katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Viwanjani, nyota wa Argentina Lionel Messi afikisha mabao 900 katika taaluma yake. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni habari za dunia, nami ni Lizi Masinga. Bei ya mafuta imepanda zaidi katika bei ya masoko duniani. Barani Ulaya, bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 25%, ongezeko ambalo ni maradufu tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza. Hata hivyo, kiwango cha leo ni kidogo kuliko ilivyokuwa mapema mwezi huu. Katika soko la mafuta ghafi yaliuzwa kwa dola 119. Pia soko limeanza kutikisika kutokana na wasiwasi wa wawekezaji. Nchini Japan, bei ya hisa ilipungua kwa 3.4%, na mjini London bei ya hisa imeshuka kwa 1.7%. Mashambulizi ya Iran yameharibu viwanda kadhaa vya nishati katika nchi za Ghuba ikiwemo Saudi Arabia, Kuwait na Falme za Kiarabu. Serikali ya Kuwait imesema kuwa moto mkubwa ulizuka katika kiwanda cha mafuta baada ya kushambuliwa na ndege zisizo na rubani. Umoja wa Falme za Kiarabu na umesema kuwa viwanda viwili vya gesi vilifungwa baada ya kuangukiwa na vifusi vilivyotokana na mabomu. Msemaji wa jeshi la Iran amesema jeshi la nchi hiyo litashambulia miundombinu yote ya nishati ya washirika wote wa Marekani katika eneo hilo ikiwa mashambulizi nchini Iran yataendelea. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimeafikiana kupunguza uhasama kati yao baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington. Pande zote mbili zimeahidi kuheshimu mamlaka na uhuru wa kila nchi. Rwanda imesema itarudisha nyuma vikosi vyake na kuondoa hatua za kujihami katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, huku Kinshasa ikiahidi kuongeza juhudi zake kutokomeza wapiganaji wa kundi la waasi FDLR. Haya yanajiri baada ya Marekani kuwawekea vikwazo baadhi ya maafisa wakuu wa jeshi la Rwanda na maafisa wakuu wa serikali ya nchi hiyo mapema mwezi huu kwa tuhuma za kuwaunga mkono waasi wa M23 wanaopigana na wanajeshi wa Kongo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Utawala visiwani Komoro umesema kuwa wahamiaji 17 wamezama katika pwani ya visiwa hivyo vilivyo katika bahari ya Hindi wakati walipokuwa wakijaribu kuvuka kuingia katika kisiwa cha Mayotte kinachomilikiwa na Ufaransa kilichoko katikati ya mataifa ya Msumbiji na Madagascar. Jessica Pelembela na taarifa zaidi. Manusura wa ajali hiyo wamesema kuwa walikuwa wakitoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini maafisa wa nchi hiyo bado wanaendelea kuthibitisha uraia wao. Jeshi la majini la Komoro linaendelea na shughuli ya kutafuta miili zaidi katika bahari ya Hindi. Katika miaka hivi karibuni, maelfu ya watu wamefariki wakijaribu kuvuka bahari ya Hindi kwa matarajio ya kufika kisiwa cha Mayotte ambacho huwapa wakazi wao mafao yote ambayo raia wa Ufaransa wanapata. Na serikali ya Chad imefunga mpaka wake na Sudan baada ya shambulio la droni kuwaua watu 17 mjini Twain. Maafisa wa serikali katika eneo hilo wamesema kuwa ndege hiyo isiyo na rubani iliangukia watu waliokuwa wakihudhuria mazishi hapo jana na kushutumu wapiganaji wa kikosi maalum cha wanamgambo cha RSF kwa kutekeleza shambulio hilo. Lakini kundi hilo limekanusha kuhusika na shambulio hilo na badala yake kuwashutumu wanajeshi wa serikali ya Sudan.
Kiongozi wa kijeshi wa Chad, Mahamat Idris Deby, ameagiza kufungwa kwa mipaka yote ya ardhini na kuwatuma maafisa wake kwenda katika eneo hilo kutathmini hasara. Mpaka huo tayari ulikuwa umefungwa kuanzia mwezi uliopita baada ya mapigano yanaendelea nchini Sudan kusababisha vifo vya wanajeshi 5 wa Chad. Hii ni BBC. Shukran Lizi Masinga kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Aidha, napatikana kupitia redio wa shirika. Nchini Tanzania kuna Radio Free Africa, Radio 1 na Bud FM. Nchini Kenya ni Pamoja FM, Milele FM na Most FM. Ukiwa Uganda unaweza kuyasikiliza matangazo haya kupitia Radio Paidha, Radio Kitara na Radio Lira. Na huko DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Jioni huko nami Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam. Kazi kwako Martha. Asante sana Karo Robi. Mashambulizi yaliyofanywa na Iran yameharibu viwanda kadhaa vya nishati ya mafuta na gesi katika mataifa kadhaa ya Ghuba, ikiwa Saudi Arabia, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Msemaji wa jeshi la Iran amesema nchi yake itaharibu kabisa miundombinu ya nishati katika mataifa ambayo ni washirika wa Marekani ikiwa vituo vyake vitaendelea kushambuliwa. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran dhidi ya kufanya mashambulizi zaidi yanayolenga vituo vya gesi vya Qatar. Lizi Masinga na arifu zaidi. Mgogoro kati ya Marekani, Israel na Iran umeongezeka kwa kasi baada ya Israel kushambulia eneo kubwa la machimbo ya gesi ya South Pars nchini Iran. Kufuatia shambulio hilo, Iran ilijibu kwa kurusha makombora dhidi ya miundombinu ya mafuta na gesi nchini Qatar na Saudi Arabia, jambo lilosababisha uharibifu mkubwa na kupandisha bei ya nishati ya duniani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Israel imechukua hatua hiyo kwa hasira na akaonya kuwa hakutakuwa na mashambulizi zaidi isipokuwa Iran ikiendelea kujibu mashambulizi, na pia ametishia hatua kali zaidi za kijeshi endapo Iran itaendeleza mashambulizi yake. Wakati huo huo, Iran imelenga maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo la Ghuba, ikiwemo vituo vya mafuta na miji mikubwa. Hali hii imeathiri kwa kiasi kikubwa usambazaji wa nishati duniani, hasa kutokana na hatari kwa njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya mlango bahari wa Hormuz. Marekani inafikiria kupeleka wanajeshi zaidi katika eneo hilo ili kulinda usafirishaji wa mafuta, huku nchi za Ghuba na viongozi wa kimataifa wakilaani mashambulizi ya Iran na kutoa wito wa kupunguza mvutano. Hata hivyo, hali bado ni tete, huku mashambulizi yakiendelea na idadi ya vifo vinaongezeka. Saudi Arabia imetangaza kuwa ilifanikiwa kuzuia na kuharibu makombora 4 ya masafa marefu yaliyokuwa yakielekezwa Riyadh, pamoja na jaribio la shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye kituo cha gesi mashariki mwa nchi hiyo. Kampuni ya Qatar Energy iliarifu kuwepo kwa moto mkubwa na uharibifu mkubwa katika vituo vyake vya gesi asilia vilivyoshambuliwa kwa makombora. Rais Trump amezungumza kwenye mtandao wa kijamii kwamba Israel haitavamia tena eneo la gesi la South Pars nchini Iran isipokuwa Iran ikiivamia Qatar tena. Aliongeza kwamba iwapo Iran itaishambulia Qatar tena, Marekani itavunja ama kuharibu eneo lote la gesi la South Pars yenye umuhimu mkubwa, hivyo Marekani inaweza kuchukua hatua kali dhidi ya Iran. Mwandishi wa BBC Peter Bowes anaarifu zaidi. President Trump says Israel violently lashed. Rais Donald Trump amesema kuwa Israeli ilishambulia kwa nguvu uwanja wa gesi wa South Pars kwa hasira. Ameeleza kuwa Marekani haikujua lolote kuhusu tukio hilo na Qatar haikuhusishwa. Hata hivyo, amesema Iran haikufahamu hilo na ikashambulia bila haki sehemu ya kituo cha gesi cha asili kilichoyeyushwa cha Qatar. Trump ameongeza kusema kuwa Israeli haitafanya mashambulizi zaidi dhidi ya uwanja wa gesi wa Iran isipokuwa tu kama Tehran itaamua kushambulia tena Qatar. Endapo hilo litatokea, amesema Marekani haitasita kujibu kwa mashambulizi makubwa na ya kulipiza kisasi. A massive retaliatory attack. Eneo la South Pars ni hifadhi kubwa zaidi ya gesi asilia duniani inayomilikiwa kati ya Iran na Qatar. Tangu kuanza kwa mgogoro huo, Iran imekuwa ikilenga sio tu Israel bali pia vituo vya kijeshi na kidiplomasia vya Marekani katika eneo la Ghuba, huku ikionya mataifa tajiri yasishirikiane katika mashambulizi dhidi yake. Kutokana na hali kutotulia, Marekani inafikiria kupeleka maelfu ya wanajeshi zaidi Mashariki ya Kati ili kulinda usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya biashara ya mafuta duniani. Kufungwa kwa njia hiyo na Iran kumesababisha kupanda kwa bei za nishati na hofu ya mfumuko wa bei duniani. Televisheni ya serikali ya Iran imearifu kuwa eneo la nishati la Qatar huko Ras Laffan limeshambuliwa tena. Kampuni ya nishati ya serikali ya Qatar imethibitisha kuwa miundombinu ya gesi ilipigwa mapema asubuhi leo. Bandari ya mafuta ya Saudi Arabia ya Yanbu imeshambuliwa kwa njia ya anga, ingawa athari zake zilikuwa ndogo na haijulikani
ni nani aliyehusika. Kikosi cha kijeshi kilitoa onyo la watu kuondoka katika vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia, UAE na Qatar. UAE ilifunga kituo chake cha gesi cha Habshan baada ya kuzuia makombora yaliyotoka Iran. Wakati huo huo, viongozi wa Umoja wa Ulaya katika mkutano wa siku 2 ambao umeanza mjini Brussels leo asubuhi wanatafuta njia za kukabiliana na kupanda kwa bei ya nishati kutokana na vita dhidi ya Iran, ambapo bei ya gesi imeongezeka kwa zaidi ya 60%, ikiwemo uhusiano wa Rais Donald Trump pia ni miongoni mwa ajenda kuu. Vita hivyo vimesababisha vifo vingi. Zaidi ya watu 3,000 wamefariki dunia nchini Iran, takriban 900 huko Lebanon, na mamia ya maelfu wameyakimbia makazi yao, pamoja na vifo huko Iraq na nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na wanajeshi 13 wa Marekani. Nchi za Ulaya zinaonekana kusita kuunga mkono Marekani katika vita dhidi ya Iran, hali inayodhihirisha changamoto kubwa kwa mataifa magharibi. Kwa miongo kadhaa, ulinzi wa Ulaya umeegemea sana nguvu za kijeshi za Marekani. Hata hivyo, utegemezi huo sasa unaanza kutikisika. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akibadilisha mwelekeo wa sera za kigeni za nchi yake, mataifa ya Ulaya yanalazimika kutafuta mbinu mpya za kujilinda na kujitegemea zaidi kijeshi. Ripoti ya Aiden James inasimuliwa na Victor Kenani. Mashambulizi dhidi ya Iran, kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, kupunguza misaada kwa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi. Baadhi ya hatua za sera za kigeni za serikali ya Trump zimeleta hofu kwa washirika wa karibu wa Marekani, yani nchi za Ulaya. Ningesema kwamba Ulaya iko katika hali tete zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Wanakabiliwa na Urusi inayotaka kutanua mipaka yake, kisha wana China inayokuwa kwa kasi kiuchumi, na wana rafiki mkuu asiyetabirika ambaye ni Marekani. Tangu Donald Trump aliporejea madarakani mwaka jana, amerejesha uhusiano na rais wa Urusi Vladimir Putin. Anataka makubaliano ya kumaliza vita nchini Ukraine, hata kama inamaanisha Ukraine kutoa sehemu ya ardhi yake kwa Urusi. Kuna imani thabiti miongoni mwa viongozi wa Ulaya kwamba ikiwa Urusi haitazuiliwa nchini Ukraine, basi Urusi itaelekeza macho yake kwengineko, kwa sababu inataka kurejesha ushawishi wake katika Ulaya Mashariki uliokuwepo kabla ya kusambaratika kwa Umoja wa Sovieti. Bwana Trump anataka udhibiti wa Greenland, eneo linalojitawala la Denmark ambayo ni mwanachama wa NATO. Hapo awali alikataa kuondoa uwezekano wa kutumia nguvu. In Washington, there is a new sheriff in town. Mwaka jana, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance aliashiria mabadiliko makubwa katika mtazamo wa serikali ya Marekani kuelekea Ulaya, akiwatuhumu baadhi ya viongozi wa bara hilo kwa kushindwa kulinda demokrasia na uhuru wa kutoa maoni. Tishio linalolipa wasiwasi zaidi kuhusu Ulaya si Urusi, si China, wala si adui mwingine wa nje. Ninachohofia ni tishio la ndani, ambalo ni Ulaya kujiondoa kwenye baadhi ya imani yake ya misingi. Rais Trump pia amekuwa akidai kwa muda mrefu kuwa nchi nyingine za NATO hazitumii fedha za kutosha kwa ajili ya ulinzi, badala yake zinaitegemea Marekani kuzilinda. Karibu wanachama wote wa NATO sasa wameahidi kutumia fedha nyingi zaidi. Baadhi wanaonekana kujiandaa kwa uwezekano wa Marekani kuondoa msaada wake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza mipango ya kuongeza akiba ya silaha za nyuklia za nchi yake na kupanua mpango huo ili kuzijumuisha nchi nyingine za Ulaya. Ni watu wachache wanaotegemea kuwa muungano huu wa Atlantiki utavunjika kabisa, na baadhi wanaamini Ulaya haiwezi kumudu hali hiyo. Ikiwa kuna mtu yeyote hapa anayefikiri kwamba umoja wa Ulaya au Ulaya kwa jumla inaweza kujilinda bila Marekani, aendelee kuota. Hamwezi, hatuwezi, tunategemeana. Lakini wengine hawakubaliani na hilo. Kukubali jambo hilo hadharani ni jambo linaloleta uharibifu kwa muungano huu, na pia kwa mtazamo wa kijeshi si lazima iwe hivyo. Putin anajua hawezi kuishinda NATO kijeshi, lakini anaweza kuishinda NATO kisiasa. Katika hali hiyo, ikiwa anataka kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya NATO, huenda ikawa operesheni yenye mipaka fulani. Na je, nchi za Ulaya zinaweza kukabiliana na operesheni kama hiyo ya Urusi bila Marekani? Hakika, na hivyo ndivyo wanavyopanga. Rais wa Marekani ametoa wito kwa washirika wa NATO kusaidia kulinda mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati wakati huu wa vita vya Iran.
Hii ni sehemu ya mkataba wa ulinzi wa pamoja wa NATO na washirika hao wamesita kuhusika. Kuna baadhi ya nchi ambazo zimenisikitisha sana. Tatizo la NATO ni kwamba tutakuwepo kwa ajili yao daima, lakini wao hawatakuwepo kwa ajili yetu kamwe. Katika muktadha huo, ni wazi kuwa Marekani bado inahitaji Ulaya. Na kwa kweli, hati zote za mikakati ya Marekani zinatolewa tangu Trump arejee Ikulu zinasema kuwa Marekani inawahitaji watu wa Ulaya. Swala kuu ni kwamba Wamarekani wanataka aina fulani ya usaidizi kutoka Ulaya ambao nchi hizo za Ulaya haziko tayari kuutoa. Wafuasi wa Ulaya wa muungano huu wanatumai kuwa kwa kubeba mzigo mkubwa zaidi ndani ya NATO wanaweza kujirekebisha kulingana na vipaumbele vya Rais Trump na kuwazuia maadui, lakini bado watalazimika kukabiliana na serikali isiyotabirika ya Marekani inayoitazama dunia kwa njia tofauti sana na wao. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameyataja mashambulizi yanayolenga miundombinu ya nishati Mashariki ya Kati kama uchokozi hatari. Alikuwa akizungumza alipowasili katika mkutano wa kilele wa viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels. Agnes Penda na taarifa zaidi. Viongozi hao wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wanajadili jinsi watakavyokabiliana na suala la kuongezeka kwa bei ya mafuta na gesi pamoja na kutathmini mahusiano yao na utawala wa Marekani wa Rais Donald Trump. Bei ya mafuta na gesi Ulaya zimeongezeka kufuatia kushambuliwa kwa kituo kikubwa cha gesi cha Ras Laffan nchini Qatar. Ras Laffan inazalisha humusi ya gesi inayotumika ulimwenguni. Nchi za Ulaya zinataka kuendelea kushirikiana na Rais Trump licha ya ghadhabu yake kufuatia viongozi wa nchi hizo za Ulaya kukataa kutuma ndege za kivita kulinda mlango wa bahari wa Hormuz. Viongozi hao wanaokutana Ubelgiji pia wanatiwa wasiwasi na wimbi jipya la wahamiaji linalosababishwa na mzozo unaojiri Mashariki ya Kati. Taarifa pamoja iliyotolewa na nchi za Ulaya na Japan leo imesema wako tayari kujiunga na juhudi za kuhakikisha usafirishaji salama wa bidhaa katika mlango wa bahari wa Hormuz na zitachukua hatua kuhakikisha masoko ya nishati yako thabiti. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezihimiza Marekani na Israel kukomesha vita Mashariki ya Kati na kuitaka Iran kukoma kuzishambulia nchi jirani, akisema ni muda sasa kuvimaliza vita ambavyo vinatishia kwenda mrama. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa ambaye amekutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, Belgiji, leo pia ametaka mlango wa bahari wa Hormuz kufunguliwa, akiongeza kuwa kufungwa kwake na Iran kuna hatarisha uchumi wa dunia. Huyo ni Agnes Penda. Msikilizaji, tukiwa bado tumesalia katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati, takriban wanawake 3 wa Kipalestina wameuawa karibu na Hebron baada ya vipande vya roketi kugonga jengo la biashara ya urembo. Watu 8 wamejeruhiwa, mmoja akikatwakatwa viungo. Faidha Ng'ang'a anaarifu zaidi. Leo Alhamisi, wahudumu wa afya wamethibitisha vifo vya wanawake 3 wa Palestina katika ukingo wa Magharibi pamoja na mfanyakazi mmoja wa kigeni mwenye uraia wa nchini Thailand katikati mwa Israel baada ya shambulio la mizinga lililotolewa na Iran. Mabaki ya risasi yalisalia saluni ya kutengeneza nywele za wanawake katika mji wa Beit Awa karibu na Hebron, ambapo wanawake 3 waliuawa na wengine 8 kujeruhiwa, mmoja akiwa katika hali mbaya kiafya. Saluni hiyo ilikuwa imejengwa ndani ya tena ya chuma karibu na nyumba, na picha zilizopatikana zilionyesha mabaki ya risasi, damu na mashuka yaliyofunikwa juu ya paa la saluni. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Palestina Wafa, limearifu kuwa miongoni mwa waliouawa ni Maiz Ghazi Masalme. Wizara ya afya nchini Israel imethibitisha kifo cha mfanyakazi huyo wa kigeni raia wa Thailand anayefanya kazi katika sekta ya kilimo aliyeuawa katika mji wa Moshev Adanim, takribani kilomita 20 kaskazini mashariki mwa Tel Aviv na chini ya kilomita 8 kutoka ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel limesema wimbi jingine la mizinga kutoka Iran lilikabiliana na mashambulio hayo, jambo lililosababisha tahadhari za mashambulio ya anga zaidi katika sehemu za katikati na kaskazini mwa Israel pamoja na makazi ya Waisraeli katika ukingo wa Magharibi. Vyombo vya habari vya Iran, Fars na Isna, vimeripoti kuwa walinzi wa mapinduzi ya Iran walizindua mizinga na ndege zisizo na rubani kuelekea maeneo mbalimbali ya Israel
Baadhi ya mashambulio ya usiku yamehusisha mabomu ya mfululizo ambayo huripuka angani na kusambaza mabomu madogo madogo na kusambaa kwenye eneo kubwa. Makamu wa rais wa Palestina Hussein al-Sheikh alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan akilaani shambulio hilo. Umoja wa Falme za Kiarabu umeshuhudia mashambulizi kadhaa ya Iran tangu vita kuanza Februari 28 wakati Marekani na Israel walipoanzisha wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya Iran. Asante Faidha Ngaga. Kampuni ya mafuta ya Qatar inayomilikiwa na serikali imesema shambulio la kombora la balistiki la Iran kwenye jengo lake kuu la gesi huko Ras Laffan limesababisha uharibifu mkubwa. Qatar imekuwa moja ya nchi za Ghuba zilizoshambuliwa na Iran baada ya kituo chake kikubwa cha gesi cha Pars Kusini kupigwa katika shambulio lililoripotiwa na Israel. Iran pia ilianzisha mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Tehran imeonya mataifa ya Ghuba kwa viwanda vyao vya mafuta na gesi vitaharibiwa kabisa ikiwa Marekani au Israel itafanya mashambulizi zaidi. Bei ya mafuta ilipanda baada ya shambulio la Israel. Unaelekea wapi mgogoro huu wa Mashariki ya Kati? Mwenzangu Skola Kisanga alizungumza na wachambuzi Mali Ali akiwa Ufaransa pamoja na Abdul Fatah Musa aliyekuwa akiishi Tehran nchini Iran. Wananchi wa Iran wanaonekana wameizoea kwa kiwango fulani hali iliyojitokeza hivi sasa ya vita hivi ambavyo vimeingia katika wiki ya tatu, kinyume na vile ambavyo zaidi ilitarajiwa baada ya mtikisiko wa siku ya kwanza ya vita uliopelekea kuuawa kiongozi mkuu wa Iran. Lakini baada ya hapo inaonekana kwa Wairani wengi wa kawaida vita hivi sasa vimekuwa ni suala ambalo halionekani kuwa na kitu kipya juu yake, na hasa kwa kuzingatia kwamba mbali ya kuuawa kiongozi mkuu wa Iran, ukiachilia mbali kwamba vita vimekuwa na taathira kwa maisha ya kawaida ya raia wa kawaida, na kumekuwepo na hali kubwa ya raia kuhama hasa katika mji mkuu wa Tehran. Kiujumla wananchi wamelipokea suala hili kama kitu cha kawaida, na ndio maana utaona hata jana wakati wa mazishi ya katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa Ali Larijani, kamanda wa jeshi la kujitolea la wananchi Basij na askari 84 wa jeshi la wanamaji ambao waliuawa katika shambulio lililofanywa na Marekani dhidi ya manuari ndogo ya Dena. Katika mazishi hayo wa Irani walijitokeza kwa maelfu kuaga hao ambao wenyewe wanaeleza kwamba ni mashahidi waliouawa katika vita hivyo. Kwa hivyo haya yanayoendelea kutokea hivi sasa kwa namna moja au nyingine yamekuwa yanazidi kuwapa hamasa raia wa kawaida wa Iran kuliko kuwavunja nguvu kutokana na hali inayoendelea hivi. Mali Ali, tumeona hapo Abdul Fatah amegusia kuhusiana na kuuawa kwa baadhi ya viongozi. Tunajua kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, lakini Ali Larijani aliuawa, lakini pia kumekuwa kuna taarifa za waziri wa ujasusi Ismail Khatib naye ameuawa. Viongozi hao walikuwa na umuhimu kiasi gani katika siasa za Iran? Umuhimu wao ni kama umuhimu wa kila kiongozi katika mfumo wote wa uendeshaji. Na kama leo Iran inaonekana ni nchi ambayo inavumilia, ni nchi ambayo inaweza kujionyesha kwamba ni inaweza, basi ni kwa sababu ya viongozi hao. Na katika mbinu na maarifa za Israel na Marekani mshirika wake ni kwamba wanakwenda kuvunja vichwa vile ambavyo ndivyo vinatoa fikra, ndivyo vinapanga mipangilio yote. Kwa hiyo tukivunja vichwa hivi, basi tunarudisha mfumo mzima wa utawala mwanzo na kudhoofisha. Kwa hiyo ni jambo likubwa wanafanya, na hili sio tu kwamba limeanza kwenye siku ile ya vita. Hapana, ni maandalizi makubwa ambayo yanahitaji upelelezi wa chini ardhini, kuwe watu ambao tayari wameshapenyeza ndani ya Irani, kuwe mawasiliano, kuwe teknolojia ya anga. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo tayari yaliandaliwa kwa muda mrefu sana ili kuweza kudhoofisha serikali ya Irani isiwe kabisa na uwezo tena wa kupanga yale ambayo Israeli inaonyesha kwamba ni tishio, lichakuwa wanayavisha vitisho vya silaha za nyuklia, lakini haswa ni hofu ya Israeli katika eneo lile. Anaona kama hawezi kufikia kwenye malengo yake bila kuwepo nchi ambayo inaweza kumletea tishio kama nchi Iran. Abdul Fatah Musa, wakati vita vilipoanza rasmi, Marekani na Israeli walionekana kuwa na nguvu zaidi kuliko Iran. Kwa sasa unaweza ukatathmini vipi mwendelezo ama namna ambavyo mashambulizi ama vita hii inavyoendelea? Kwa upande wa mashambulizi na hujuma hazijapungua, lakini kwa upande wa pili ni kwamba Marekani na Israel tokea mwanzo wa vita hazikuwa zimejiandaa au hazikuwa zimetarajia kwamba Iran itaweza kuonyesha uhimilivu wa kuhimili vita hivi
kwa muda huu sasa ambao umeshaingia katika wiki yake ya 3. Lakini mbali na kuhimili mashambulizi hayo, kwa sababu Marekani na Israel zilitegemea kwamba baada ya machafuko ya Januari wa Iran wangeweza tena kuingia barabarani kupinga utawala, na kwa msaada wa mashambulizi ya kijeshi pengine mfumo wa utawala wa Iran ungekuwa ushasambaratika, lakini hilo nalo hadi sasa halijafanikiwa. Lakini mkabala wake ni kwamba wote, yani Marekani, hata Rais Trump mwenyewe amekiri kwamba hawakuwa wametarajia kwamba Iran ingeweza kushambulia vituo vya kijeshi, vituo vya kijasusi vya Marekani na vituo vya maslahi ya kiuchumi ya Marekani katika nchi za Ghuba ya Uajemi katika muda wote huu, na vile vile kuishambulia Israel katika maeneo yake muhimu, hata katika mji mkuu wake Tel Aviv. Kwa hivyo tukiangalia mlingano wa vita kwa sasa ulivyo, na kutokana na mashinikizo ambayo yamejionyesha hasa baada ya Iran kuzuia upitaji wa meli katika lango bahari la Hormuz, kitu ambacho mpaka sasa kimekuwa ni changamoto kubwa kwa Rais Trump, ni kwamba tunaweza tukasema kwamba mlingano wa vita kadri unavyoendelea mpaka sasa haujailemea Iran kwa namna ile ambayo Marekani na Israel zilitarajia. Naam, hao ni wachambuzi wakiuchambua mzozo huo wa Mashariki ya Kati ambao unanielekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili kusoma maoni yako uliotutumia hapa msikilizaji. Nikianza na haya ni Koraus Baba Furola wa Buhigwe, Manyovu, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa zipatieni amani basi hizo nchi zenye machafuko. Naye Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdau wa Sechuja wa Mabibo Vina, Dar es Salaam, Tanzania, anasema vita vya Marekani na Iran ni kama kunguni wa mwendo kasi, hatujui vita hivi vitaisha lini. Ni kushukuru vile shukuru Alfred kwa kututumia ujumbe wako, lakini vile pia kuna Destin Lukogo anasema yeye yuko DRC Kirumba, yuko nasi hadi tamati ya matangazo haya, ni kushukuru sana. Asante pia Marwa Joseph kwa kututumia ujumbe kuhusu mzozo kati ya Iran na Israel na Marekani. Kamanda Mjeshi na Daudi Kimario ni washukuru pia kwa kuwa nasi katika matangazo ya leo jioni, ambao sasa tunaelekea viwanjani kwa Keive Buchana. Barabara kabisa. Nyota wa soka wa Argentina Lionel Messi amefunga bao lake la 900 katika taaluma yake. Alipiga mkwaju katikati ya kundi la wachezaji kwenye eneo la hatari na kufikia hatua hiyo muhimu, lakini bao hilo halikutosha kuizuia klabu yake Inter Miami isiondolewe na Nashville katika michuano ya CONCACAF Champions Cup. Messi mwenye umri wa miaka 38 anatambulika kama mmoja wa wachezaji bora zaidi kuwahi kutokea, akiwa ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa dunia Ballon d'Or mara 8. Hata hivyo bado yuko nyuma ya mpinzani wake wa Ureno Cristiano Ronaldo kwa idadi ya mabao ya taaluma nzima. Ronaldo ameshafunga zaidi ya mabao 960. Naam, katika ligi ya mabingwa Ulaya Newcastle United walikumbana na kipigo kizito cha mabao 7-2 kwenye uwanja wa Nou Camp na kuondolewa kwa ujumla wa mabao 8-3 katika mechi zote mbili. Tottenham Hotspur ijapokuwa walishinda mechi ya jana usiku 3-2 dhidi ya Atletico Madrid, haikutosha kurekebisha makosa ya mechi ya kwanza ambapo walifungwa mabao 5-2, hivyo kutolewa kwa jumla ya mabao 7-5. Liverpool ndio timu pekee ya England iliyopata matokeo mazuri jana kwa kuifunga Galatasaray ya Uturuki mabao 8-0 na kufuzu kwa robo finali kwa jumla ya mabao 4-1. Kwa sasa ni Arsenal na Liverpool pekee zilizosalia kuiwakilisha England katika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa msimu huu. Lakini tunajiuliza kwa nini timu za England zimesambaratika. Msimu huu umekuwa wa jinamizi kwa ligi kuu ya England baada ya kutawala soka la Ulaya kwa miaka kadhaa. Kuondolewa kwa timu 4 ndani ya saa 24 kumewaacha mashabiki na maswali mengi. Baadhi ya wachambuzi wanazungumzia sababu ya kwanza kuwa uchovu wa wachezaji. Ratiba ya Premier League ni ngumu kuliko ligi nyingine yoyote. Wakati wachezaji wa Real Madrid na Barcelona walipata muda wa kupumzika, nyota wa Manchester City na Arsenal wamecheza mechi mfululizo bila kupumzika. Baada ya mshtuko wa jana usiku kwa vigogo wa England, macho yote sasa yanageukia kwenye michuano ya Europa League na Conference, ambapo timu nyingine mbili za England zitakuwa uwanjani kusaka heshima. Aston Villa inakipiga dhidi ya Lille ya Ufaransa katika Europa League. Aston Villa wanarudi Villa Park
wakiwa na faida ya goli 1-0 la ugenini chini ya kocha wao bingwa wa michuano hii Unai Emery. Villa wanahitaji sare tu au ushindi wa aina yoyote ili kutinga nusu fainali. Ni wakati ambapo AEK Lanasa inakipiga dhidi ya Crystal Palace. Matokeo ya awali yalikuwa sare tasa. Baada ya kushindwa kupata ushindi nyumbani wiki iliyopita, Palace sasa wana kazi nzito ugenini. Wanahitaji ushindi wa aina yoyote kule Cyprus ili kufuzu. Mazingira ya Lanasa yanajulikana kuwa na joto na mashabiki wenye kelele nyingi, jambo litakalowaweka Palace kwenye mtihani mgumu. Nikamilishe na tenis. Mchezaji namba 1 duniani Aryna Sabalenka amesema kuwa ukosoaji dhidi yake kufuatia kujiondoa kwake dakika za mwisho katika mashindano ya Dubai mwezi uliopita ni jambo la kipuuzi na kwamba huenda asishiriki tena mashindano hayo. Sabalenka wa Belarus na Iga Swiatek wa Poland aliyekuwa namba 2 duniani wakati huo walijiondoa katika mashindano hayo ya mnamo tarehe 13 Februari, ikiwa ni siku 2 tu kabla ya kuanza. Mkurugenzi wa mashindano hayo Salah Talak alisema mwezi uliopita kuwa Sabalenka na Swiatek wa Poland walipaswa kukatwa alama za viwango vya ubora. Sabalenka alishinda taji la Indian Wells siku ya Jumapili, likiwa ni shindano lake la kwanza tangu alipopoteza fainali ya Australian Open mwezi Januari. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana. Tayari saa 1 kamili Afrika Mashariki, saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni hii. Mashambulizi yaliyotekelezwa na Iran yameharibu viwanda kadhaa vya nishati ya mafuta na gesi katika mataifa kadhaa ya Ghuba, huku Iran ikiapa kuendelea kufanya mashambulizi. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kupunguza uhasama kati yao baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington, Marekani. Benki ya Dunia imeipiga marufuku kampuni ya PricewaterhouseCoopers kwa muda wa miezi 21 kutokana na vitendo vya ofisi na udanganyifu. Na serikali ya Uingereza itaongeza ufadhili kwa shirika la utangazaji la Uingereza BBC katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Hii ni BBC. Msikilizaji, muhimu ni kwamba chelewa ufike. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu Martha Saranga akiwa Dar es Salaam. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini pia kupitia redio wa shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Tukisonga mbele, serikali ya Uingereza itaongeza ufadhili kwa shirika la utangazaji la BBC katika kipindi cha miaka 3 ijayo, jambo ambalo linatarajiwa kutangazwa na waziri wa mambo ya nje hii leo. Ofisi ya mambo ya kigeni, Jumuiya ya Madola na Maendeleo FCDO itaongeza ufadhili kwa kiasi cha pauni milioni 11 za Uingereza kila mwaka kwa miaka 3 ijayo, jumla ya pauni milioni 33, sawa na ongezeko la 8% ikilinganishwa na mchango wa serikali wa mwaka uliopita. Kelvin Kimathi anakueleza zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema kuwa shirika la habari la BBC hutoa habari za kweli na za kuaminika, mbali na kuwa sauti katika maeneo ambayo watu hawapati habari kutokana na sababu mbalimbali. Wasimamizi wa BBC nao wameafiki mpango huu wa ufadhili na kusema kuwa itasaidia pakubwa katika juhudi zake za kupeperusha habari za kuaminika na uandishi huru wa habari kwa wateja wake kote duniani, mbali na kuimarisha mikakati za kukabiliana na habari za kupotosha duniani. Mapema mwezi huu, kamati ya wabunge nchini Uingereza walielezea wasiwasi wao kuhusiana na hatma ya ufadhili wa serikali kwa shirika hilo la BBC kwa sababu mkataba wa sasa unatarajiwa kukamilika mwisho wa mwezi huu. Kwa sasa, serikali ya Uingereza hutoa 30% ya bajeti ya shirika la habari la BBC ambalo huwafikia watu milioni 300 kila wiki, huku 70% ikitoka kwa malipo ya leseni ya runinga. Licha ya kupongeza hatua hii, BBC imesema inataka serikali ya nchi hiyo kuchukua jukumu la kufadhili idhaa ya shirika la BBC la dunia au BBC World Service kama ilivyokuwa hadi mwaka wa 2014. Bajeti ya BBC ilipungua kwa 21% kati ya mwaka wa 2021 na mwaka huu kwa sababu BBC ilipunguza gharama zake.
Shirika la habari la BBC hupeperusha habari kote duniani katika lugha 42. Takriban 75% ya wasikilizaji na watazamaji wa BBC wanapatikana katika mataifa ambayo kuna uhuru mdogo au hakuna uhuru wowote wa vyombo vya habari. Cooper amesema kuwa katika dunia ambayo habari za kupotosha zinaendelea kuongezeka, shirika la habari la BBC linatoa fursa kwa mamilioni kupokea habari za kuaminika. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kupunguza uhasama kati yao baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington, Marekani. Pande zote mbili zimeahidi kuheshimu uhuru wa kujitawala na mipaka ya nchi. Rwanda imesema itayaondoa majeshi yake na kuondoa hatua za kijeshi ilizokuwa imeziweka katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Kongo, huku serikali ya Kongo ikiapa kuongeza juhudi za kupambana dhidi ya kundi la waasi wa FDLR. Asha Juma na taarifa zaidi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana wakati wa mazungumzo hayo kuchukua hatua madhubuti kupunguza mvutano na kuendeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka jana, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja. Taarifa hiyo ya Jumatano ilisema nchi hizo mbili zimekubaliana mfululizo wa hatua zitakazochukuliwa zilizoratibiwa za kupunguza mvutano na kuharakisha maendeleo. Hatua hizo ni pamoja na ahadi ya pande zote mbili kuheshimu mamlaka na mipaka ya kila mmoja, ratiba ya kuondoa majeshi au kupunguza hatua za ulinzi za Rwanda katika maeneo maalumu ndani ya DRC, juhudi za haraka na zenye muda maalumu za DRC kusambaratisha kundi la FDLR na ulinzi wa raia wote, mapigano katika eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa DRC ambapo kundi la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda linadhibiti miji muhimu yameendelea licha nchi hizo mbili kusaini makubaliano ya amani mnamo mwaka jana chini ya Rais wa Marekani Donald Trump. Maelfu ya wanajeshi wa Rwanda wamepelekwa mashariki mwa DRC ambapo wanashiriki moja kwa moja katika mapigano na kusaidia udhibiti wa kundi la M23 wa maeneo, alisema waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent tarehe 2 mwezi Machi. Ahadi hii mpya inawadia siku chache baada ya Marekani kuongeza shinikizo kwa Rwanda kuhusu mzozo huo kwa kuiwekea vikwazo jeshi lake na kuweka vizuizi vya visa kwa baadhi ya maafisa wakuu. Rwanda na Kongo zilisaini makubaliano ya amani mjini Washington mnamo mwezi Desemba kama sehemu ya juhudi za Rais Donald Trump za kuleta amani na kuvutia uwekezaji wa mabilioni ya dola kutoka magharibi. Hata hivyo, siku chache baada ya tukio hilo, waasi wa M23 waliingia katika mji wa mashariki mwa Kongo katika eneo la Uvira karibu na mpaka wa Burundi, katika hatua kubwa zaidi ya kuongezeka kwa mapigano katika miezi kadhaa. Baadaye walijiondoa kufuatia shinikizo la Marekani. Hata hivyo, Washington ilisema mwezi huu kuwa uwepo wa waasi hao karibu na mpaka wa Burundi ni kuhatarisha kugeuza mzozo huo kuwa katika vita vipana vya kikanda. Marekani imeilaumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la M23, hali inayochangia kuendelea kwa vurugu mashariki mwa Kongo. Kwa upande wake, Rwanda ilisema vikwazo vya Marekani vinalenga upande mmoja tu kwa njia isiyo ya haki na kuishtumu DRC kwa kukiuka makubaliano ya amani kupitia mashambulizi ya kiholela ya droni na operesheni za ardhini. Rwanda imekanusha kuunga mkono kundi la M23 na kwa muda mrefu imekuwa ikishinikiza serikali ya Kinshasa kuchukua hatua dhidi ya kundi la FDLR, kundi la wapiganaji wa Kihutu wanaohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Kundi la M23 lilifanya mashambulizi ya ghafla mashariki mwa Kongo mnamo Januari mwaka 2025 na bado linadhibiti maeneo mengi. Kundi la FDLR lilianzishwa na Wahutu waliokimbia Rwanda baada ya kushiriki katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 yaliyosababisha vifo vya karibu watu milioni 1 wa kabila la Watutsi na Wahutu wa Western. M23 inasema inapigania kulinda jamii za Watutsi mashariki mwa Kongo. Makamu wa rais wa pili wa bunge la seneti nchini Kongo, Bahati Lukwebo, ametangaza kujiuzulu wadhifa wake baada ya kuanzishwa kwa mpango wa kutaka kumwondoa kwenye nafasi hiyo baada ya maseneti kusema kwamba hawana imani naye. Kutoka mashariki mwa DRC, Chube Ngorombe ametutumia taarifa ifuatayo. Makamu wa pili wa rais wa Senate, Modeste Bahati Lukwebo, alijiuzulu kutoka wadhifa wake mnamo Jumatano Machi 18, saa chache tu baada ya kuundwa kwa tume maalum inayohusika na kuchunguza ombi lililowasilishwa dhidi yake na kundi la masenate. Wa pili wanamtuhumu kutokuwa na uwezo katika utekelezaji wa kazi zake. Katika barua yake ya kujiuzulu, anaeleza kuwa uamuzi wake huu umechochewa na kutafutwa kwa utulivu ndani ya vikao vya juu vya bunge na si kwa kukubali
kukubali uzembe wowote. Anashikilia kuwa siku zote amekuwa akitekeleza majukumu yake ya kitaalam na kitaaluma kwa usahihi na kwa wakati halisi, matamshi ambayo yameungwa mkono na wanachama wake kama hapa Justin Ngakwiraki, mmoja wa viongozi wa chama hicho cha AFDC mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yale ambayo amefanya ni ya muhimu kuliko kumutosha kwa nguvu, na tena yeye hajiuzulu kuhusu yale maneno ambayo wamemwambia, kwani yeye anafanya mambo yake kama kawaida. Chilombo tunamuunga mkono, tunabaki waaminifu. Kwa kujiuzulu huku, ukurasa mpya unafunguliwa katika Senate ambayo sasa inaitwa kuandaa uchaguzi wa mtu atakayechukua nafasi yake. Yote ilianza Machi 4 wakati wa mamlaka ya maadili ya muungano wa vikosi vya kidemokrasia ya Kongo iliyofanya mkutano wa waandishi wa habari huko Kinshasa. Wakati wa safari hiyo ya vyombo vya habari, Modeste Bahati alikadiria kuwa matatizo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayatokani na maandishi bali ni tabia ya baadhi ya viongozi wake, tamko ambalo lilizua wimbi na mijadala na mabishano haswa ndani ya muungano mtakatifu wa taifa. Anselme Njugu, mmoja wa viongozi kutoka upinzani wa Moise Katumbi mkoani Kivu Kusini, ameyatoa pia maoni yake. Bwana Bahati Lukwebo alisema uwazi kusema kama tunakuwa na tatizo ya watu, inaomba kwanza watu waangalie gisi gani ya kuweza kubadilishiwa mbele ya kubadilisha katiba ya nchi. Kumutosha kumadaraka ni kumuonea tu, kwa sababu inakuwa kama huko mtu mwenye huko mu espace ambao wanazungumuza Kiswahili wanakuasimile kuadui. Katika mchakato huu maombi yalifunguliwa na Senate Danika Bongo. Katika hatua hii Bahati Lukwebo analaumiwa kwa kukosa heshima kwa Rais Felix Tshisekedi, mamlaka ya maadili ya muungano mtakatifu. Akikabiliwa na mzozo huo, Modeste Bahati Lukwebo alijaribu kufafanua matamshi yake ambayo anaona kuwa yametafsiriwa vibaya, kisha akaomba msamaha kwa familia yake ya kisiasa na kuthibitisha uaminifu wake kwa mkuu wa nchi, lakini walalamishi hawakukata tamaa. Huko wanachama wa UDPS inayounga mkono Felix Tshisekedi wamepokeaje uaminifu huo wa Lukwebo? Auguste Kapila ni mwanachama wa UDPS. Nataka tena avuruge bitu, alete mawazo ngine. Unajua wakati uko katika kikundi yenye inaitwa Union Sacrée, ile inaunga mkono rais wa nchi, na wewe uko kiongozi mule ndani, hawezi ukaleta mawazo ingine yenye haiko sawasawa na wale watu wote wenye wako katika ile kikundi, na kusema ni mawazo mbaya. Wanamemba wa chama cha UDPS, tutasema ni kushukuru tu, kwa sababu angeleta chacho mule kawaida yake. Naye Joseph Musombwa ni mmoja wa viongozi wa muungano wa mashirika ya kiraia DRC. Wa huko kwetu katika Kivu kubwa wamekuwa wakipigwa vita katika mji wa Kinshasa. Sisi tumehuzunishwa na jambo kama na hiyo ambayo imekuwa kinyume na katiba ya nchi yetu ya Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo. Haya yanajiri wakati kundi la Islamic State limedai kuwaua raia 15 wa Kristo mashariki mwa DRC karibu na mgodi wa dhahabu unaomilikiwa na Uchina ambao kundi hilo lilishambulia siku chache zilizopita. Islamic State ilidai shambulio hili la hivi punde kwa jina la tawi lake la Afrika ya Kati ISCAP mnamo tarehe 18 Machi. Katika taarifa iliyotolewa kupitia Telegram yake, ISCAP ilisema kuwa wanamgambo walishambulia Wakristo tarehe 17 Machi katika kijiji kilichotambuliwa kama Basindui. Vyanzo vya habari vilitambua kijiji hicho kama Babesua karibu na mji wa Bandengaido wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Ilisema kuwa watu 15 waliuliwa kwa kupigwa risasi na wengine walikimbia, kisha ikadai wanamgambo wake waliteketeza zaidi ya nyumba 30. Chube Ngorombi, Dira Dunia, BBC, Goma. Benki ya Dunia mnamo Jumatano imepiga marufuku vitengo vitatu vya Afrika vya kampuni ya PricewaterhouseCoopers PwC kwa muda wa miezi 21 kutokana na kile ilichokiita vitendo vya kupanga njama na udanganyifu vinavyohusiana na mradi mkubwa wa nishati katika eneo la kikanda. Adhabu hizo zinahusu kampuni za PwC zilizoko Mauritius, Kenya na Rwanda. Benki hiyo ilisema kuwa ukiukwaji huo ulihusiana na kazi za ushauri kwenye mradi wa Eastern Electricity Highway nchini Ethiopia, ambao ni sehemu ya juhudi kubwa za kuimarisha njia za kuunga umeme katika eneo la Afrika Mashariki. Sasa hatua hii ina maana gani? Nimemuuliza Dr. Beatrice Kimaro, mtaalamu wa uchumi.
Hawa Benki ya Dunia wanatuma ujumbe kwa wawekezaji wa kimataifa kwa mfumo wa uangalizi, tunauita ile oversight, kwamba unafanya kazi, na hii inaweza kuongeza imani hususan kwa wawekezaji ambao wanazingatia maadili, lakini kuwaonyesha kwamba vitendo vya rushwa vitagunduliwa au vitabainika endapo watavifanya kwenye mataifa ya Afrika. Lakini upande wa pili, hawa Benki ya Dunia wanatupa upande wa taswira halisi, kwa maana ya kwamba kwa upande mwingine hizi kashfa inayohusiana makampuni makubwa kama hawa PwC ambayo inategemewa kuwa mlinzi wa uadilifu, inaweza kuleta picha kuwa rushwa imekithiri hadi kwenye ngazi za juu za ushauri wa kitaalamu, hasa kwenye makampuni kama haya. Unaona kashfa hii inaweza kuwa na athari gani? Inaweza kuchelewesha juhudi za kuunganisha nishati katika eneo la Afrika Mashariki. Kwa mfano, ukiuangalia mradi ambao ulikuwa unafanywa ule wa Eastern Electricity Highway, ni mradi wa kimkakati, na lengo la kuwa na ule mradi ni kuimarisha umeme vijijini kule kwenye mataifa hayo ya Ethiopia, lakini umeme wenye bei nafuu hata Kenya pamoja na Rwanda. Kwa hiyo kupigwa kwake marufuku inamaanisha kwamba mchakato wa ushauri na mageuzi ya kifedha uliokuwa mikononi mwa hawa lazima usimame au utafutiwe makampuni mengine. Lakini pia mchakato huu wa kutafuta mashauri mapya ambayo wameyaeleza kwa maana ya miezi kadhaa ambayo inapelekea kuwa hata na mwaka mmoja, ni jambo ambalo linaweza kuchelewesha hatua nyingine ya mradi, kwa sababu kumbuka mradi ulikuwa tayari uko kwenye utekelezaji. Kwa hiyo unapokuwa umesimamishwa, manake lazima kwa namna moja ama nyingine utachelewa, kwa sababu wataanza kuingia kwenye gharama kama hizo, lakini kuingia kwenye mashauri na hata taratibu zingine za kisheria zinaweza zikahusika. Adhabu kama hizi zinatosha kuzuia kampuni kubwa kufanya vitendo visivyo vya kimaadili? Kusema kweli, kwa kampuni kama hii yenye mapato ya mabilioni ya dola kama hii PwC, adhabu ya miezi 21 kwenye miradi mikubwa ya dunia pekee inaweza kuonekana kama ni kuchungwa kwa ngozi kidogo, yani unachunwa tu, we call it slap on a twist, yani umechunwa tu ngozi kidogo. Lakini kitu kikubwa ambacho ninakiona hapa ambacho ni cha kistrategia ni sifa, kwa maana ya reputation. Kwa kampuni hii ya ukaguzi wa ushauri, uaminifu ndio bidhaa yao kuu. So kashfa kama hii ni doa kubwa sana kwao, ambayo kuirudisha inaweza ikachukua mabilioni na muda mrefu sana kujirudisha kwenye ile ya awali. Wataalamu wengine pia wako wanaoendelea kusisitiza kuhusiana na jambo hili kwamba faini za fedha, lakini kuwafungia mashtaka ya jinai wahusika hawa ndio njia pekee ya kuweza kukomesha tabia kama hizi. Lakini kuwafungia tu miezi 21 haitoshi. Hii ina maana gani kwenye swala zima la uwazi na gharama za kufanya biashara barani Afrika kwa siku zijazo? Uwazi naweza nikauzungumzia kwenye mianja mikuu miwili. Gharama za ufuatiliaji kwa mfano tunavyoita, zinaitwa compliance. Siku zijazo serikali za wafadhili wataongeza vigezo vikali vya ukaguzi, jambo ambalo linaweza kuongeza muda na gharama za kupata au kuunda wazabuni. Lakini tunapozungumzia uwazi wenyewe, hili tunalisema litahamasisha mifumo ya digitali ya kizabuni ambayo tunaiita ile e-procurement, ambayo mataifa mengi ya Afrika ikiwemo Tanzania, Kenya yameingia kwenye huu mfumo wa ufuatiliaji wa kidigitali, na hii itasaidia sana kupunguza ule mwingiliano wa binadamu, lakini pia unaweza kupunguza ushawishi ule wa siri ambao umekuwa ukifanyika hususan kwenye masuala mazima ya rushwa. Zipo kampuni nyingi tu za ukaguzi ambazo zimewahi kushutumiwa kwa udanganyifu katika eneo hili. Ni nani anayezisimamia ili ziweze kufuata sheria? Ngazi ya kwanza ni ile ngazi ya kitaifa, ambapo hapo utawakuta bodi za uhasibu na wakaguzi. Kwa mfano ukija Tanzania utakutana na ile NBAA, lakini ukienda Kenya utakutana na ICPAK, na kule Rwanda wanayo pia ICPAR ambayo kazi yao ni kufanya usimamizi katika ngazi ya kitaifa. Hizi zina mamlaka ya kutafuta leseni za wanachama wao na hata kuwasimamia. Lakini ukija kwenye ngazi ya juu zaidi unakutana na zile ngazi za kimataifa, ambapo mashirika kama tunaita International Federation of Accountants, IFAC, ndo kazi yao hiyo kusimamia, ingawa hayana nguvu sana ya kisheria ndani ya nchi husika. Tatizo hapa kubwa ni moja, kwamba mara nyingi hizi bodi za kitaifa huwa zinakosa nguvu ya kutosha, na wakati mwingine zinakosa rasilimali za kuzichunguza hizi kampuni za Big Four, ikiwemo hii kampuni ya PwC na hata makampuni mengine kama kuna yale makampuni yanaitwa Deloitte, kuna ile la EY. Hayo makampuni ni makampuni makubwa sana ambayo saa nyingine hizi bodi za kitaifa zinaweza zikashindwa kuzifuatilia. Ukifuatilia hii taarifa ya hawa PwC na Benki ya Dunia, kuna ujumbe hapa nchi zetu za Afrika tunapaswa kujipata au kujifunza kwamba hizi nchi za Afrika Mashariki hazihitaji tu uwekezaji, wakati mwingine zinahitaji pia uadilifu wa taasisi, kwa maana ya masuala kama hayo ya uwazi, masuala mazima ya ukaguzi, lakini pia hata ushauri wa kitaalamu.
Naam, huyo ni Beatrice Kimaro, mchambuzi wa masuala ya uchumi, kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga. Nchini Afrika Kusini, uhaba wa maji unaleta dhiki kwa mamilioni ya raia wake. Hii ni kutokana na miundombinu duni, lakini kuna upande mwingine wa swala hilo unaojulikana kama mafia wa maji. Magenge ya wahalifu yamejipenyeza katika sekta hiyo ya maji na kuteka meli za maji ili kuyasambaza maji kwa jamii zilizo na maji ya bomba, na huwatoza watu fedha kwa maji ambayo yanapaswa kuwa ya bure, na hata kuripotiwa kuhujumu usambazaji wa maji wa kawaida ili kukuza biashara hiyo haramu. Mwandishi wa BBC Afrika Maine Jones ameandaa taarifa kutoka Johannesburg, inawasilishwa na Sarafina Robi. Umati mkubwa wa waandamanaji umebeba mabango huku wakigonga chupa tupu za plastiki. Wapo kaskazini mwa Johannesburg, sehemu ya mji unaojulikana kwa hadhi ya juu. Lakini baada ya miaka mingi ya uhaba wa maji mara kwa mara, wanasema wamechoshwa. Wengine wamekuwa hawana maji ya bombani kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mabomba yetu yamekauka kabisa na maji hayatoki hata. Sio hali nzuri kiafya, haswa kwa sababu kila mtu anaweza kuugua na hakuna maji ya bombani. Sio jambo zuri na nahisi ni vibaya sana. Na pia kwa mujibu wa katiba ni haki yetu kuwa na maji. Niko hapa leo kwa sababu ni fedheha. Tumedhalilishwa kuomba na kuandamana kutafuta maji. Miaka michache iliyopita hapo Johannesburg, kitovu cha uchumi wa Afrika Kusini, ukosefu wa umeme unaojulikana kama shedding ulikuwa ukivuruga maisha ya raia wa Afrika Kusini wa kawaida na biashara zao. Hiyo sasa imebadilishwa na uhaba wa maji ambao wengine wanasema ni mbaya zaidi kwa sababu ya jinsi maji ni muhimu kwa afya njema. Na Johannesburg sio eneo pekee lililoathiriwa. Hiki ndicho kinachotokea Hammanskraal. Hakuna maji, watu wanatafuta maji. Tripo anaishi Hammanskraal, zaidi ya kilomita 100 kaskazini mwa Johannesburg. Watu wa Hammanskraal hawanywi maji inavyostahili. Sasa angalia hili. Kwa muda wa miezi miwili hakuna maji. Sasa shule zinafungwa. Watoto wanahitaji kuoga kila siku. Sare zao zinapaswa kuoshwa. Wakazi wa Hammanskraal hawajapata maji safi ya kutosha kwa zaidi ya mwongo mmoja. Manispaa imeamua kulipia lori za maji ili kupeleka maji kwa wakazi. Imekusudiwa kwa huru, lakini sivyo kila mara, kama Eric anavyoniambia. Ukiona lori, utaona lori zingine. Kuna wahalifu kila mahali. Katika malori mengine, baadhi ya madereva wanauza maji. Unaposema unataka maji, wanasema lazima ununue, kwa sababu kila kitu hapa ni pesa. Wakati una pesa, huwezi kufanya chochote. Wanaharakati wanasema ukosefu wa muda mrefu wa uwekezaji katika miundombinu umezidishwa na magengi ya wahalifu wanaoitwa water mafias. Dr. Feriel Adam ni mkurugenzi mtendaji wa Watercan, shirika lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi kulinda rasilimali za maji za Afrika Kusini. Magenge yanayosambaza maji kwa njia haramu ni watu wanaopata tenda za kufanya kazi za manispaa, halafu wanakuwa hawana utaalamu, au wakishapata tenda ya kutoa maji kwa kutumia njia mbadala, hawataki tenda hiyo imalizike. Kwa hiyo wanaharibu miundombinu ili waendelee kufanya kazi. Alafu pia kuna wale ambao wanawatoza watu maji na hawapaswi kufanya hivyo. Je, magenge haya ya wahalifu yanaathiri vipi maisha ya watu wa kawaida? Inaleta hofu kwa sababu huu sasa ni mfumo wako wa usambazaji maji. Kwa hivyo watu hawatakuambia kuhusu aina ya vitu vingine haramu. Wanaogopa kutoka na kusema aina ya mambo yanayowatokea kwa sababu wanaweza kutopata maji. Wanahisi kwamba magenge hayo hayataenda tena kwenye mitaa yao. Eneo la Hammanskraal, lori zinajazwa maji. Tuliwasiliana na mamlaka eneo hili ili kuuliza jinsi wanashughulikia swala hilo, lakini hatukupata jibu. Mwaka jana Rais Cyril Ramaphosa alihimiza utekelezaji wa sheria na serikali za mitaa kukomesha magenge ya wahalifu yanayoendesha shughuli za maji. Ila wakazi wa hapa wanajua mwisho huo hauwezi kuja hivi karibuni. Nam, asante sana Sarafina Robi. Jeshi la Nigeria linasema limewaua makamanda wakuu 3 wa Islamic State pamoja na zaidi ya wanamgambo 80 katika operesheni kubwa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Tukio hili linakuja siku chache baada ya mlolongo wa mashambulizi ya kujitoa muhanga katika mji mkuu wa eneo hilo, Maiduguri. Zaidi na Peter Mwangangi.
Operesheni hii imejiri huku maafisa wa ulinzi wakiimarisha juhudi zao za kukabiliana na wasi kufuatia mashambulizi ya mabomu ya kujitolea kufa katika eneo la Maiduguri yaliyotokea siku ya Jumatatu wakati wakazi wa eneo hilo walipokuwa wakifuturu. Utawala wa nchi hiyo umesema kuwa watu 23 waliuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa. Mashambulio hayo ya mabomu yamedhihirisha tishio linalosababishwa na wanamgambo hao wa Kiislamu licha ya operesheni za kijeshi za miongo kadhaa za kujaribu kutokomeza makundi hayo. Ripoti zinasema wanajeshi wa Nigeria walitumia mfumo mpya wa kuwahadaa wapiganaji hao ili waje karibu na eneo ambalo wanajeshi wa ardhini na angani walikuwa wamepiga kambi ili kuanzisha mashambulizi ya pamoja. Msemaji wa jeshi la Nigeria amesema waasi hao walianzisha mashambulizi kutoka maeneo 5 dhidi yao kwa kutumia droni, huku wengi wao wakitembea. Lakini wanajeshi wa ardhini kwa usaidizi wa wanajeshi wa angani na ndege za kivita kutoka nchi jirani ya Niger walifanikiwa kutibua jaribio hilo na kuwalazimisha waasi hao kukimbia. Shehena kubwa ya silaha ilinaswa ikiwemo bunduki za kawaida na zile za rashasha, vifaa vya kurusha makombora, mabomu ya kutengenezewa nyumbani na vifaa vingine kama droni. Jeshi hilo limetoa picha za miili ya waliouawa katika operesheni hiyo. Hata hivyo, wanajeshi 4 walijeruhiwa wakati wa majibizano ya risasi. Katika miezi ya hivi karibuni, ISWAP, kundi ambalo lilijitenga na Boko Haram ambalo lina uhusiano na kundi la Islamic State, limeimarisha mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi na raia katika jimbo la Borno na majimbo jirani. Naam, Koyo Yohano ukiwa kule Mbeya, Tanzania, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya leo jioni. Na vile Sheri Rugombi pia nayo unasema unategea sikio matangazo ya Dira ya Dunia ukiwa kule Kivu Kusini. Damian Speratuk ukiwa Geita, Tanzania, nawe ni kushukuru kwa kuwa nasi katika matangazo haya leo jioni. Kote duniani, hasa katika maeneo ya mashinani, ukunga umefahamika kama kazi ya wanawake. Ila katika eneo la Tiatu, kaunti ya Baringo, mkunga wa kiume Roba Aule amejizolea umaarufu kwa kuwa mkunga wa pekee katika eneo lake na aliwezesha zaidi ya watoto 600 kuzaliwa kulingana na kumbukumbu za hospitali. Aule ameweka kitabu maalum kinachonakili wanawake wajawazito ambao amehudumia mpaka wakajifungua salama. Je, ni kitu gani kinachomhamasisha yeye kufanya hii kazi? Mwandishi wa BBC Agnes Penda amekutana naye katika zahanati ya Ngoron na hii hapa taarifa yake. Mmoja baada ya mwingine, akina mama wajawazito na wale walio na watoto wachanga wanawasili katika uwanja wa zahanati ya Ngoron. Ni siku ya kliniki ya kina mama wajawazito na watoto. Wamekuja kumwona daktari wao kama wanavyomuita hapa, Robert Aule. Ila Aule ni mkunga aliyewazalisha kina mama hao wote. Na sio hawa tu, Robert amezalisha zaidi ya watoto 700. Watoto wale nimewazalisha ni wengi sana, ambaye kufika hata kuhesabu na sahau. Kila mmoja na historia yake ya jinsi Robert alivyookoa maisha yake na ya wanawe. Nilisaidiwa na huyu Robert kwa watoto wangu 3. Yeye anapatikana hata kama ukimwite yeye anakuja kwa haraka. Anatumia hata minisi yake, anachukua hata bodaboda ya mtu, anakimbia anakuja kukusaidia hata nyumbani. Anafanya kazi hii ambayo kwa kawaida hasa katika sehemu za mashinani hufanywa na wanawake. Tamaduni za maeneo mengi ya Afrika kama hapa Tiata katika kaunti ya Baringo hazimruhusu mwanamume kufanya kazi ya ukunga. Ila Robert alijipata vipi hapa? Aliingia kazi ya ukunga miaka 90 baada ya missionari kumfanyia upasuaji mguu wake uliokuwa umepooza. Baada ya kupona, akaamua kurudisha mkono. Nikiwa naingia kwa mission nilikuwa na miaka 20. Nikaenda huko, nikatrainiwa kusalisha, nikatrainiwa kutreat the simple cases na kurifaa. Kati ya watoto waliozaliwa hapa, wengi wao wametajwa jina lake, jambo linalomfurahisha. Kuna ngine anasema tajio wewe kwa sababu ya kazi yako mzuri. Nasema sawa, naitwa Aule, hivyo tu. Kuna mmoja tu niliongeza jana, naitwa Aule. Yeye ndiye mkunga wa pekee katika eneo zima la Tiati liona idadi ya watu 79,000. Ni eneo lililo na zahanati chache na zisizo na wafanyikazi wa kutosha. Eneo la Tiati, kaunti ya Baringo, ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya yaliyo na idadi kubwa zaidi ya vifo vya wanawake na watoto wakati wa kujifungua. Na ingawaje juhudi zinafanywa ili kupunguza idadi hiyo, katika eneo la Ngoron, juhudi za mtu mmoja zinazaa matunda. Wanaona mimi nafanya kazi, na mimi hata wakikuja saa 8 ya usiku niko na macho, wanakuja. Hiyo kitu ndio wanapendea naye. Hata wakibisha usiku, ninakuwa na mwito kwamba nikikataa, nani atasaidia huyu mtu kupitia Mungu? Si ni mimi tu. Ikiwa ni zaidi ya idadi ya vifo aina hii nchini Kenya, ambapo ni wanawake na watoto 355 kwa kila mwanamke mmoja anaojifungua.
hali hii ikiwa imesababishwa na hali ya umbali wa hospitali na uchache wa hudumu wa afya. Unajua usasi we ujui ni utajifungua saa ngapi. Unakuja kufika msturi hapo katikati, unaumana kwa hapo. Hakuna hata gari, hakuna ambulance, hata hakuna. Mara yeye anaitishwa, akuja na pikipiki, ama hakuna pikipiki, anakuja na mguu. Mwezi jana kuna mama alikushia hapa mbele ya Maliko dispensary, anaitwa Chemingariti huko. Yeye alikufa, mtoto akakufa. Why? Hakuna communication, hakuna mali ya kusaidia. Pengine wameumana kwa muda na hakuna transportation. For example, sasa hapa ni Trioko ward. Kama tungekuwa na ambulance na mtu apige simu kutoka huko, si ambulance ataenda haraka na kuokoa maisha yake. Sasa tena pikipiki ni challenge. Mama mtoto karibu ikuje na anakaa kwa pikipiki namna gani? Sasa ni shida. Ila kuwa na mkunga mmoja tu katika eneo hili kuna changamoto zake. Baada ya mahojiano, Robert aliwaalika baadhi ya watoto waliozaliwa katika mikono yake waliokuwa karibu na hapa. Waliofika walikuwa zaidi ya 50. Agnes Penda, BBC, Tiati. Asante sana Agnes Penda. Msikilizaji, usiache kutembelea tovuti yetu kusoma taarifa mbalimbali tulizokuchapishia hapo. Kuna hii nasema, Katari yataka Iran ikomeshe mashambulizi dhidi ya viwanda vya nishati, lakini DR Congo na Rwanda za kubaliana kupunguza mvutano. Idi el-Fitri ni lini? Mambo 10 yanayopaswa kufanya Muislamu siku hiyo. Vita vya Iran vimeleta mgogoro wa nishati duniani. Je, China inaweza kustahimili? Tembelea tovuti yetu BBC News mkwaju Swahili kujisomea kwa kina taarifa hizo. Victor Kenani amesimamia matangazo haya. Muhariri ni Robert Kipto. Fundi wa mitambo ni Maxwell Onyango. Kwa upande wa Nairobi, Dar es Salaam ni Jessica Pelembela. Kwa niaba ya mwenzangu Karo Robi upande wa Nairobi, mimi ni Martha Saranga, ninakutakia jioni njema. Usikose kufuatilia matangazo yetu ya Dira ya Dunia TV saa 3 kamili Afrika Mashariki.